sababisha tuta la mwisho, na naweza ukaliangalia line yuko pale foul hiyo inachezwa na namba 29. Sasa mimi na watazamaji wangu tunataka tufahamu nini ambacho kilikuwa ni sahihi katika maamuzi na nini ambacho hakikuwa sahihi katika maamuzi. Cha kwanza hapo, mimi nakubaliana na waamuzi kwamba kulikuwa na contact na ni penalty. Utaona msaidizi alimuonesha mwamuzi wa katikati kwamba kuna tukio limetokea, lakini hakumuonesha ule uhakika kwamba moja kwa moja ili tukio ni penalty, kwa sababu kama angekuwa anamuonesha ili uhakika angezunguka kibendera kuashiria kwamba ili ni tuta linapigwa. Alinyosha kibendera na akawa hajazunguka kule kurudi kwenye 18 kwa ajili ya kumwangalia goalkeeper wakati wa mapigo. Kwa hiyo hapa ilimlazimu mwamuzi kwanza alipuliza filimbi kukubali kwamba sawa nimekiona kibendera, lakini ni nini kimetokea? Sasa kwenda mazungumzo yake na mwamuzi na malalamiko ya Kapombe yakamwashiria kwamba tukio limetokea ndani ya boksi na moja kwa moja akaweka penalty. Na kwangu mimi nadhani ni foul na ilistahili kweli kuwa penalty. Muro, kabla tujaenda kuona ile mpira kwa kibendera kule. Kwa contact ilikuwepo na tena ni mguso mkubwa. Abdul Malik Zakaria na Cheda, lakini Abdul Malik ndo alikuwa karibu na Kapombe, na ndio maana badala ya kucheza mpira kajikuta ameucheza mguu wa kulia wa Kapombe. Muamuzi mara nyingi wa msaidizi, na yule ni nambari 2, sababu nambari 1 anakuwa huko kwenye mabenchi ya ufundi. Ameonekana kunyoosha kibendera, lakini mara zote huwa nimekuwa nikiwaona anakichezesha hivi kuashiria kuna foul, alafu anapiga square turn pale kwenye kibendera. Hapo anaonekana alikuwa karibu akiweza kurudia, yani wakati tukio nenda hapo mbele kidogo, twende angalia tena twende, wakati tukio nikimalizikia tu hapo utamwona mwamuzi anatokea hapa nyuma mchezaji namba 23. Twende mbele kidogo ili tuweze kupata hiko ambacho Muro anatuzungumzia, umbali pamoja na faida ambayo inakuwepo. Mwamuzi huyu hapo. Huyu hapo mwamuzi karibu. Mwamuzi Kefa Kayombo alikuwa karibu na tukio, lakini hata line 2 alikuwa kwenye upeo wa macho yake karibu kabisa, kwa sababu tukio limetokea kwenye line ya box ambayo iko upande wake. So unapata msaada wa marefa wote wawili, refa wakati na msaidizi wake, wote walikuwa na vision sahihi ya kuona tukio. Na muamuzi wakati Kefa Kayombo kwenda kule kwa assistant number 2 wake, ilikuwa kwenda kuprove position ya faulu ilipofanyika, nafasi ipi ni nje ya box ama ndani, kwa sababu muamuzi wakati mwanzo aliashiria ni faulu ndiyo, contact ipo, lakini nje ya box. Lakini kwa maelezo ya assistant wake na Kapombe ambaye anaonekana kabisa alikuwa anajua ramani aliyokuwepo katika wakati huo, location gani, ndio maana muamuzi namba 2 akamthibitishia kwamba ni tukio ambalo limetokea ndani. Lakini bado tunasema kwa pointi yako Kapombe, Nyembera, kumuona Kefa Kayombo hapa karibu distance hii, sidhani kama alipaswa kutumia nguvu kubwa kwenda kupata maelezo kule wakati alikuwa anashuhudia kile kitu kinafanyika pale. Labda kama kibendera cha muamuzi msaidizi wake alihisi kingekuwa kina maelezo mengi ya ziada, lakini kwa foul ni clear, kuna contact, ni ndani ya boxi. Sheria namba 12 foul and misconduct ni pigo ambalo ni la penalty. So kwa eneo hilo mimi sikuwa naona kama kuna shaka ya penalty ilivyotengenezwa. Labda ule mgogoro ulikuwa unaashiria nini, ndo kujua ni kwenye nukta ipi ya uwanja faulu imefanyika, na inaonekana ni ndani ya box. Sasa Kiemba, hii ilikuwa ni goli lile la kwanza. Nadhani penalty hii nayo pia ilikuwa na uhalali. Huyu unamuona ni Abdul Nasir Yasa Gamal. Ndo alikuwa amekuja kuzuia cross ya Zimbwe. Na kinachoonekana kwanza, mpira unaonekana uligusa eneo la ubavu wake. Lakini wakati ana stretch mkono wake, mpira ukaenda ukagonga pia kwenye mkono, kuonyesha kwamba umeugusa mkono. Ingekuwa imeugusa tu ubavu peke yake, ule mpira ungekuwa umedeflect, ungekuwa umeenda ndani ya sita hapa. Lakini ule mkono ndo umekuja kugusa direction, kubadilisha kabisa direction ya mpira, na mpira ukaenda nje. Mpira umetoka kwenye goal line kabisa. Kwa hiyo kwa tafsiri ya muamuzi, amezuia uelekeo wa mpira kuelekea kwenye hatari zaidi. Muamuzi akatafsiri ni mkwaju wa penalty, ambapo kweli ameshika, ila bado ingeweza kuwa ina maamuzi mchanganyiko kulingana na muamuzi anatafsiri distance ya mpira.
namba ya wachezaji waliokuwa ndani, tunasemaje, intention, kusudio la aliyekuwa anaenda kuzuia. Ndio maana bado tunarudi pale pale katika maboresho makubwa ambayo yamefanyika kwenye ligi yetu. Azam TV wamesha play part yao kubwa kupita maelezo. Je, eneo la VAR linahusika kwa kiasi gani? Sasa VAR hapa ndio tutapozungumza katika kuokoa baadhi ya moments bora zinazotokana na uwekezaji mkubwa wa fedha kwenye vilabu. Ni pamoja na hiyo ndio jicho la pili la muamuzi. Imagine top level ya dunia, Ulaya na kadhalika, Afrika, bado inabidi wapate usaidizi ule. Vipi kuhusu kwenye level hii ya kwetu? Kwa hiyo nafikiri kwa eneo hilo muamuzi Kefa Kayombo alitafsiri Gamal ameustretch mkono, kwa sababu mkono kwa kwenye nacho angeenda amezuia amekaa hivi, hata mpira ungemgonga mkono mzima ukatembea, isingekuwa penalty, kwa sababu mkono ulikuwa umefunguka. Yeye ametafsiri ameustretch mwili wake. Kiamba, wewe kwako tafsiri ya adhabu hiyo? Mimi kwanza hainipi nguvu ya kuona kama Gamal ameshika zaidi ya mpira na uona tumboni. Ni kweli mkono huko hapa, lakini mpira kuenda kwenye mkono, picha najaribu kuirudia picha, sioni. Pia naangalia nani ya muamuzi, engo ambao muamuzi yupo kuona ule mkono ambao upo na kushika. Naona tu ni muamuzi alikuwa anasubiria tukio lolote ambalo litakuwa na sababu. Kwangu mimi ninavyoiona. Kwa sababu engo ambao yupo muamuzi yuko hapa nyuma, ambapo ni sawa na wachezaji wawili wa Mashujaa. Uweza kuona kama kweli yule kashika. Nadhani ameangalia tu mikono ya kina Mohamed Hussein na kuona hiyo imeshika. Tofauti na ile faulu ambayo ilikuwa ya kwanza. Ukizingatia Simba walikuwa nyuma kwa goli moja. Inawezekana ilikuwa ni pressure kwa muamuzi, lakini mpira mimi nauona umeenda tumboni kwa Gamal, na kama umefika kwenye mkono basi ni mkono ambao ulikuwa umerudi kwenye eneo la kiwiko ambacho kinapaswa kuwa. Yaani aliyekati anakwenda alikuwa yuko ameutanua, lakini kadri mpira ulivyopigwa, kama amepigwa tumboni akawa anarudisha mkono kwenye tumbo, na sibisi uoni. Nikijaribu kuangalia hii marudio sioni mpira kwenda kwenye mkono. Nachokiona ni mpira kugonga kwenye mbavu na kumalizikia kwenda nje hapo.